Jina ni Daktari Benjamin Songol, kiranja wa chama chetu kinachotawala ya UDA, serikali yetu ya Kenya Kwanza. Kwanza kabisa niko hapa asubuhi ya leo ambapo nimehuzunika sana kwa ile kitendo ambayo inaendelea katika nchi ya Kenya. Hii sio kitu ambacho inafurahisha sisi kama wa Kenya. Vile nchi inavyoendelea kwenda, we are not happy. Na niko hapa na I want to address our second in command and the former president Uhuru Muigai Kenyatta. Ndugu yangu Rigathi, tuliweza kufanya campaign na tukashukuru William Samoei Ruto kwa kuteua wewe kama naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na tukaamini kwamba ninyi wawili mulipitia shida na mnajua changamoto ambayo wananchi wa Kenya wanaopitia. Mashangao yangu kubwa ni kwamba hivi majuzi wakati ulipoanza kujitenga na kufanya mambo yako peke yako, kana kwamba ulichakuliwa au kuchakuliwa na William Samoei Ruto kwa msaidizi wake. Jambo ambalo limeweza kutuhuzunisha kama wa Kenya. Ni wakati ambapo ulianza kusema nataka nikutanishe community yangu, kana kwamba community yako walikuwa wamekawanyika, ili hali ilikuwa ni jamii moja na Wakenya hawa wote. Wale watu ambao waliamua kuchukua serikali ya William Samoei Ruto, wewe ukiwemo ndani. Wakati uliposema kwamba nataka nione ya kwamba community yangu imekuwa kitu kimoja, tukafikiria kwamba watu wengi walikuwa wanajiuliza mbona naibu wa rais anaanza kujitenga na ile umoja ya taifa. Kidogo ukasema tunataka kitu kingine inaitwa shares. Mara kidogo one man, one vote, one shilling. Kidogo ndio unasema kwamba watu wanatapikia. Kidogo unasema kwani mimi sina pesa. Your Excellency, we were monitoring, we were watching on you, what your steps, we were watching on your steps. Mpaka mambo haya ya finance bill ilipotoka, wewe ukajitenga kando, kana kwamba uko kwa serikali tofauti na William Samoei Ruto ambao mlichakuliwa pamoja. Mambo ya finance bill ilipoingia, wewe ukaenda chini, unasema kwamba mimi nasikiza chini, mimi nasikiza raia. Wewe nasikiza raia na William Ruto anasikiza nani? Finance bill ukasema kwamba ukanyamaza, ukaficha white, na ukafanya kampeni ya kwamba this finance bill ni mbaya, uweze kujitokeza, lakini unatumia wachumbe na wakora waweze kusema kwamba finance bill ni mbaya. Kile kitu ambaye imethibitisha kwamba wewe you are behind hii mambo ya finance bill kukataliwa ni juzi wakati uliposema wale MPs wote ambao walipigia yes warudi chini na waombe raia msamaha. Really? A deputy president ambaye president ndio anaongoza Kenya hii akisaidiwa na yeye. Maendeleo ya Kenya inapangwa na hawa wawili. Sasa wewe unasema kwamba wale ambao walifikia yes ni wale ambao ni hatui kwa mwananchi. Wake up man, you leading bwana Rigathi. Wewe ni deputy president ya serikali kani ambaye si ya William Samoei Ruto. Na tunashangaa mpaka wa sasa. Umeongea kana kwamba wewe ni mtu ya opposition. Sasa inji itaendelea njakani, wewe patala ya kuuza mwongozo ama kuuza manifesto ya serikali uliomo, unaenda nje na kupiga serikali. Haya mambo yakaonyesha mahali wewe mwenyewe
kama Rigathi Gachagua unaelekea. Mambo ya uchochezi ya mambo hii ya finance bill ambayo imelifuka na agencies wakatumia kwamba tunataka finance bill itupuliwe mbali. Sawa, Rais wa Jamhuri ya Kenya alisikiza, na alipo suspend akafikiria kwamba nikisuspend hii kitu mambo haya ya maandamano ya agencies itaisha. Baada ya rais kususpend mambo haya ya maandamano, kuharibu mali ya watu, kupika watu, kuipia watu, ikaendelea. Kwa ukweli haikuwa imeonekana kana kwamba haikuwa mambo ya finance bill. Ilikuwa ni mpango fiche ya wewe Rigathi Gachagua baada ya kuomba msamaha Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na Mama Ngina wa kusamehe kwa yale masaibu ambayo walikufanyia wakati ulikuwa unaomba nafasi ya kuwa rais, naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sasa kimejulikana, kumbe maombi ambao ulikuwa naomba msamaha ni kurudiana, alafu muweze kupanga namna ya kupindua serikali ya William Samoei Ruto. Mwenye anafandi saa hii mambo ya demos after mambo ya finance bill sio mwingine, ni wewe Rigathi Gachagua pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na wenzako ambao hawajaonekana. Nataka niulize Uhuru Muigai Kenyatta na niulize Rigathi Gachagua, wakati mzee Kenyatta aliongoza Kenya hii, Kenyans walikuwa nyuma yake kuunga mkono. Wakati Daniel Toroitich arap Moi aliposhika uongozi ya Jamhuri ya Kenya, akawa na masaibu kama hii William Samoei Ruto hako naye. Wakati Kibaki alishika hatamu ya uongozi ya Jamhuri ya Kenya, hakukuwa na kelele, hakukuwa na maandamano ya kusema kwamba Kibaki must go. Uhuru Muigai Kenyatta akashika yake mwaka 10. Hakuna wakati wa Kenya walienda barabara kusema Uhuru Muigai Kenyatta must go. Why now William Samoei Ruto? Kwa sababu mpango ya wewe Uhuru pamoja na rafiki yako mmetumia pesa kuharibu amani ya Kenya hii. Mnataka fall down ya William Samoei Ruto ndio mpate nafasi ya kurudi uongozini. William Ruto alichaguliwa kikatiba. William Ruto aliapa kulinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Kenya. William Ruto aliapa kulinda wananchi milioni 50. Wewe Rigathi Gachagua ukaapa kwamba utasaidia Rais William Samoei Ruto kwa advice yeye mahali kuna shida, utaadvise yeye. Juzi ukatoka ukasema nilisikiza Crown, na Crown walikuwa nakataa. Wewe ulipata kusikiza Crown, ulieleza nani? Anet uliapa kwamba you will advise the president. Ukaenda kwa advice Uhuru Muigai Kenyatta patali ya William Samoei Ruto kwamba your excellency kuna shida hapa. Mambo haya wakati wakora waliingia mpaka wakachoma punge, ukasema kwamba intelligence report nilipata mapema. Kama ulipata mapema, mbona hukuwasilisha hiyo intelligence report kwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Kwa sababu unajua uliapa kwamba you will advise the president. Mbona hukujulisha rais kwamba kuna kitu ambayo inaendelea isiyo nzuri? Wakati watu wa NSIS waliposema wewe huko ndani ya hii kitu, ukaruka nje na kutoa press na kusema Nur Taji ajiuzulu. You are supposed wewe ndio mwenye lazima ujiuzulu. You are the one to resign because you are funding demos in this Republic of Kenya. Ujaambiwa wenye wanapanga demos part ya finance bill ni wewe pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. You are sending your money kupitia nje ndio mtumie kwa watoto wenyewe kuharibu mali ya watu ambao wametafuta kwa muda mrefu. Nairobi kama Nairobi wamepoteza vitu mingi. Nairobi vitu vingi imechomwa.
Eldoret vitu vingi imechoma. Mombasa jana magari za watu karibu wakari 4 imechomwa. Maisha ya watu wamepoteza. Alafu mnarudi kusema polisi wasitumie nguvu. Wasitumie nguvu. Wewe nataka mali ya Wakenya iharibiwe mpaka lini? Kwa sababu kuna pesa ya kuchochea watu kutumia pesa kununua kura. Kunis kuharibu the leadership ya William Samoei Ruto. I want to tell Raila and Rigathi Gachagua and Uhuru Muigai Kenyatta, hatutaendelea kunyamaza. Na tukiangalia vile mnataka kuchoma Kenya hii. Hii Kenya kuna amani. Hii Kenya Mungu ametupatia amani, turutiana tukae kama jamii. Ile amani tumeenjoy, mnataka kutuharibia kwa sababu mko na manyumba nchi za kigeni. Kenya ikichomeka mtatoroka. Na wale wataumia na Wakenya. Ile amani tuko na hii naye sasa. Ile amani ilichengwa tangia 1963 mpaka sasa. Ile amani mnataka kuharibu. Nataka watu wa Kenya, hii watu hata vijana wetu ambao wanatumika, muangalie mjifunze kutoka nchi zile ambao waliweza kuharibu amani ambao walikuwa nayo. Mukiangalia nchi kama Somalia, mukiangalia nchi kama Rwanda, mukiangalia nchi kama Ethiopia, kama Sudan, ambaye hati wa sasa ile amani walikuwa naye waliweza tu kuharibu kidogo, hati wa sasa wanajaribu kurudisha ya amani. Nataka tujifunze. Msifikirie kwamba nyinyi malaika kama wa Kenya. Wakora wanapoendelea kutumia wa Kenya kuharibu amani ile tuko naye. Msifikirie hamtaweza kufikia mahali wengine walifikia. Ni lazima tujiepushe na hii wakora ya kina Rigathi Gachagua pamoja na rafiki yake Uhuru Muigai Kenyatta. Rigathi Gachagua anajificha chini, anasema kwamba mkubwa yangu, boss yangu, nitafanya kazi pamoja. Usiku anaenda panga boss yake. Ndio boss yangu, mimi na William Samoei Ruto tumetoa serikali, tuko mahali mbaya. Usiku mnaenda kupanga usiku namna ya kuharibu serikali ya William Samoei Ruto. Tumewaona. Na sisi tunataka kusema ya kwamba William Ruto is the president of this Republic of Kenya. Mzunguke juu, mzunguke chini. Na msifikirie William Ruto ni mtu rais ya kutisha bila mnatisha. Hakuna powers ambao alipewa na wananchi wa Kenya. Na he has that right kusimama imara kuona kwamba nchi hii imekaa katika hali ya amani. Anataka niambia rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, be courageous, Your Excellency. Be firm. Mungu amekupatia uongozi katika Kenya hii. Wananchi wa Kenya wakaweka amen. Ongoza wa Kenya. Rafiki yako mwenye nataka kusaliti wewe simama imara. Tumechua mtu msaidizi wako ndio mwenye anakupanga kutaka kupindua wewe, mwenye anakupangia masaibu katika Jamhuri ya Kenya. But I want to tell you, be strong. Kwa shujaa. Simamia wa Kenya. You have got a mandate of this nation. Sisi kama wa Kenya tuko na imani. Na hatuna Kenya ingine ambayo tutahamia. We have to defend this country. Hatutakubali mtu naitwa Rigathi Gachagua na Uhuru Muigai Kenyatta kuharibia William Ruto uongozi wake. Uhuru Muigai Kenyatta tulikuheshimu na tukakuchunga for 10 years. Hakuna mtu alifanyia maandamano. Hakuna mtu alikuingilia. Mbona unaingilia William Samoei Ruto saizi? Mbona unaingilia mtu ambaye aliomba kura kidemokrasia na akachaguliwa? Kwani ilikuwa ni tamu kwako, sasa ni kuchungu kwa sababu mwingine ameshika. So I want to tell Uhuru Muigai Kenyatta na Rigathi Gachagua, Kenyans, we are watching on you. We are watching on you. Na msifikirie kwamba wa Kenya ni waoka. We know and we are watching on you. Ni heshima tu ya katiba na sheria ya Kenya tunachunga. And we cannot say as a people from Rift Valley we are defending William Samoei Ruto. The constitution depends William Ruto more than us people from Rift Valley. He was being elected by 8 million Kenyans.
and he has the mandate of the 50 million people, not the 20 people. So what I want to say, Your Excellency, sikiza milioni 50, usisikize watu 20. Sikiza watu milioni 20. And I want to tell Kensis, asanteni kwa sababu mumeelewa sasa kwamba wakora wameachak ile mambo yenu mlikuwa na tetea, lakini ni mzuri mumeelewa. I want to request you, muwachie sasa Ruto atil na hii wakora, party ya kumaliza wakora, then now we can go forward kuona kwamba mambo yale ambayo imekuwa raised imeweza kutekelezwa kwa faida ya Wakenya wote. So I want to tell, nimekuja leo nikiwa nimekasirika kwamba Uhuru Muigai Kenyatta usitumbukize Kenya hii pamoja na Rigathi Gachagua katika masaibu. Usitumbukize Kenya hii katika hali ya mgogoro. Kenyans were watching on you. You are the planners. Mnataka kumaliza Kenya, nataka kuchoma Kenya, alafu mtoroka katika nchi hii. I want to tell Kenyans, please, Kenyans, be watchful. Hii ni nchi yetu, tukichoma hatuna nchi nyingine ambayo tutayamia. Wale wako nje, kazi yao ni kutuma chabu kuchochea nchi. Wao wako nje. Sisi tukipigana Kenya hii kumwakana tamu, hakuna mtu ambaye atakuja okoa sisi, ni sisi wenyewe. Mfano, mnakumbuka Kenya Mzee Moi alisema. Mzee Moi alikuwa amekasirika sana mwaka wa 82. Na akasema kwamba kama ingekuwa watoto wale na kina mama na watu walemavu, kama tungekuwa na mahali pa kuweka hawa, mimi siokopi, tungetuangana na nyinyi. Na mimi nataka niseme ya kwamba kwa sababu ya wale walemavu, kwa sababu ya watoto na kina mama, tuchunge Kenya hii. Tuchunge Kenya hii. Nchi ambayo Mungu ametupatia amani, please, tuchunge nchi yetu, tusichome nchi yetu. Tusitumike na wale ambao wako na pesa. Hii pesa kidogo wanawapatia, ita kidogo wanatoroka naye na ile mingi wako naye. Anawacha Kenyans wakiwa shitani, tapani. So I want to tell Uhuru Muigai Kenyatta and your friend Rigathi Gachagua. I want to tell Rigathi Gachagua, haina maana ndugu yangu kuendelea kuchochea wasama kwa serikali ambayo mlichakuliwa na William Samoei Ruto. Kama ingekuwa ni vizuri, wewe mwenyewe, it is better for you, you resign, enda nje, tafuta kura yako, tukutane 2027. Kama unabahatisha, William Ruto will be there mpaka 2027 wakati wa election nyingine. Hamtaweza kufanya mambo mengine. Tumeona vile mlikuwa mnataka kufanya. Ruto will not na atakuwa mpaka 2027. Tukutane na wewe. I want you Rigathi to resign. Get prepared to meet with you 2027 kama wewe ni mwanaume. Pana kuja kupanga chafu kwa serikali na unakula mshahara yake na unasema kwamba nimesikiza mwananchi. Ati mwananchi huyu amekataa finance bill. Na wewe unangojea kukula koti ya mwananchi ya Kenya kama naibu wa rais. Unaenjoy mafuta ambayo sisi tunalipa. Ana unakuja kusema nimesikiza mwananchi. Kama umesikiza mwananchi, toka. Resign. Ndio tujue ni mwanaume. Hati nimesikiza mwananchi. Hati nimepata habari. Inji nachomeka na wewe ndio unachua vile inji nachomeka badala ya kuadvise the president. Na uliapa kwamba ni advise the president mahali ambapo inahitaji ni advise yeye ili aweze kuongoza inji katika hali nzuri. I want to tell you, wana Rigathi Gachagua, Rigathi, ndugu yangu usichome Kenya. Usichome Kenya ndugu yangu. Na waje kujifanya wewe ni mwaminifu na ni mtu ambaye ni takatifu. We cannot cheat us here. Ati nasikiza kumbe mbangu zako ni kutoka kwa patrol your post. Remember you told somebody that you have to respect me in few days I'll be your president. Na ukapanga lakini kapanguka. Let me tell you, Kenya unapanga utapatikana naye. Hata wewe mwenyewe utachimba utaingia mwenyewe. So I want to tell you, Mr. Rigathi Gachagua, I respect you as the deputy president of this world. But what you are doing, Kenya unafanya, haiko sawa. We are watching on you. But the only remedy for you is to resign. Kama utafanya kazi na William Samoei Ruto.